Ikiwa ni kanisa la EAGT limefikia siku ya 6 ambayo ni Jumamosi, tumeendelea na zoezi letu la kuwasaidia watu wasiojiweza wakiwemo yatima, wajane na ulemavu. Lakini siku ya leo kama unavyoona ni siku ambayo ni siku ya saluni ya kike, ya kiume. Lakini tuko hapa kwa sababu ni hatua ya kwanza ya kuweza kuwasafisha wenzetu vichwa, kuwanyoa, na wanawake tutaendelea kuwasuka kule nyuma. Kwa hiyo hivyo tunakukaribisha Mtanzania mwenzetu, popote unaposhiriki, shiriki baraka hizi ambazo zinaendelea katika kanisa hili la EAGT Tumaini kwa Mchungaji Elisha Cheyo. Mahali hapa tunapokea watu wa kila aina, walemavu, vipofu, viwete. Huwa tunakuwa na wakati mzuri kama huu, kuwanyoa, kuwasuka na kuwapamba, kuwaogesha, kuwabadilisha mavazi, kuwapa chakula. Hivyo tunakaribisha katika siku hii, na kesho itakuwa siku ya hitimisho, siku ya 7 ya Jumapili. Popote unaponisikiliza, mtumishi wa Mungu, uwe mbali, waweza hata kushiriki kwa kutuma sadaka yako. Maana kazi unayoona hapa ni kazi ambayo Mungu ametuagiza, dini iliyo safi isiyo nataka, ambayo inapatikana katika kitabu cha Yakobo 1:27. Ni dini kama hii, kuwajali watu wakati wa dhiki yao. Hivyo popote ulipo Mtanzania, napenda kukaribisha kwenye baraka hii ambayo kesho itakuwa ni hitimisho la kuwaona wenzetu hawa watu wasiojiweza, na kukaribisha kwa kuweza kupiga simu kwa namba 0742 89 85 21, 0742 89 85 21 ni namba ya mkurugenzi wa walemavu wa mahali hapa, na namba ya mchungaji ni 0758 12 16 62, 0758 12 16 62. Tunakukaribisha waweza kushiriki baraka hizi kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu watu kama hawa, na Mungu atakubariki popote ulipo. Tunakukaribisha, unaweza kufika. Ukitokea Tunduma, unaweza ukashukia unapoelekea Mbalizi, ukashukia Mwakapangala, ukauliza kazi la EAGT unapole walemavu kwa Mchungaji Cheyo, watakufikisha. Ukitokea njia ya Mwanjerwa, unaweza kushukia Mbalizi, ukapanda bajaji, ukashukia Mwakapangala mkono wa kulia, ukauliza kazi la EAGT kwa Mchungaji Cheyo unapole walemavu. Basi mahali hapo utafika. Na kukaribisha sana, na Mungu akubariki. Amen. Asante ndugu mwandishi wa habari. Kwa majina yangu naitwa Mchungaji Elisha Cheyo. Ni mchungaji wa kanisa la EAGT ambalo linapatikana Mbalizi, eneo la Nsalala. Kwa kifupi, tuna ibada kwa ajili ya kusaidia walemavu, wajane, yatima na watu wa makundi mbalimbali wasiojiweza. Tunayo ibada siku ya kesho tarehe 23, na tutakuwa tunaanza ibada yetu saa 3 asubuhi mahali hapa kwa ajili ya kuwasaidia hawa ndugu zetu ambao kwa muda mrefu wamekosa msaada, hawana mtu wa kuwasaidia. Lakini kazi hii tunaposoma kwenye maandiko matakatifu, Mungu ameagiza kwamba dini iliyo safi ni kwenda kuwatazama yatima na wajane na watu mbalimbali wasiojiweza, tuwasaidie. Sasa nichukue nafasi hii kualika Watanzania, majirani zetu, mahali popote wanapotazama, wanaposikia habari hizi, niwaalike sana kwa ajili ya ibada hii. Niwaombe sana kwa chochote walichonacho, sadaka yao, chochote, kama ni mavazi, kama ni nguo, kama ni chakula, chochote walichonacho waweze kutusaidia, ili kwa pamoja tushikamane kwa fariji wenzetu, na wao wajisikie ni binadamu waliokamilika. Wasijisikie upweke kwa sababu wamezaliwa hawana viungo, hawawezi kuona, hawawezi kutembea. Lakini tuwakaribishe ndugu zetu wanaotusikia kwenye vyombo vya habari kwa ajili ya tukio hili, watusaidie kwa sadaka zao na chochote walichonacho,
na Mungu wa mbinguni atawabariki. Niwakaribishe sana. Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Asante sana. Wewe unaitwa nani? Unaitwa nani jina lako? Mimi naitwa Edita Josias Mguju. Kufika kwako hapa unasumbuliwa na nini? Mimi nasumbuliwa na mkono na mkuju, niliparalyze upande mmoja. Mkono. Umeparalyze upande mmoja? Wa kulia. Upande wa kulia. Umeoneje kufika kwako hapa? Nimefarijika sana kushiriki ibada pamoja na nyinyi. Mungu awabariki sana. Mnatukumbuka sisi walemavu. Na sisi tupo miongoni mwa jamii inayotuzunguka. Mungu awabariki sana. Asante sana. Tutakukaribisha na kesho tunatamani tufike vizuri Jumapili ambayo itakuwa ni hitimisho la kuweza kuagana na nyie. Tunatamani Mungu atufikishe salama. Mama, wewe unaitwa nani? Naitwa Grace Mwakiposa. Umesumbuliwa na nini? Ni mlemavu wa macho. Ni mlemavu wa macho? Ndio. Unaoneje kufika kwako hapa? Kwa kweli nimefarijika sana, sababu ni kanisa lenye upendo, watu wenye upendo, wanatupenda, wanatujali, yaani wametuchukulia kama ndugu zao wa karibu sana. Kwa kweli nina amani na nimejisikia furaha sana, mpaka najiona kama na mimi nipo kama wao. Ubarikiwe sana. Unawaambiaje watu wa nje wa jamii iliyotuzunguka na watu nje ya mji wa Mbalizi, Mwanjerwa, Kigoma, Singida, Tabora, Mwanza, Dar es Salaam? Unawaambiaje watu kama hao? Kwa kweli nawaambia wasichoke kutusaidia na pia wakaribie mahali hapa, sababu ni kanisa lenye upendo sana. Waje wamtumainie Mungu, wasiache kuatia moyo watu wenye matatizo kama yetu. Asante sana, Mungu akubariki. Mama, unaitwa nani jina lako? Jina naitwa Maria Lasa Mnauluta. Unasumbuliwa na nini mama? Mimi ni mlemavu wa macho. Mlemavu wa macho? Ndio. Unaoneje kufika kwako hapa, unajisikiaje mama yangu? Kwa kweli namshukuru sana Mungu kwanza kwa mapokezi ambayo tumepokelewa mahali hapa. Toka mwaka jana tulikuwepo mahali hapa na jana tulipoingia mahali hapa tulipokelewa vizuri. Mungu kwa kweli awabariki sana kwa moyo ambao mnajitoa kwa ajili ya maisha yetu sisi. Maana sisi watu wenye ulemavu tunanyanyasika sana na watu mbalimbali, lakini nyinyi kwa moyo wenu mzuri tunamshukuru sana Mungu. Aendelee kuwapigania na kuwasaidia katika mawazo mnayotuwazia sisi. Mbarikiwe sana. Mungu akubariki sana kwa kuiona hii ibada kwamba ni ibada njema. Mungu akubariki sana ewe mwanamke, na uombee uzao wako ukawa na uzao wa furaha. Ubarikiwe sana. Nimeona hapa unanyolewa. Nataka nikoje mawili matatu. Unaitwa nani jina lako? Naitwa Ezekiel Pesambili. Ezekiel Pesambili. Ndio. Kufika kwako hapa kaka, unasumbuliwa na nini? Mimi nasumbuliwa na macho, mlemavu wa macho. Mlemavu wa macho. Ndio. Umejisikiaje kuwepo katika mazingira haya? Nimejisikia furaha na amani sana moyoni. Sababu ili tukio nadhani mwaka jana nilihudhuria. Kwa kweli kila nilipolala kwa sababu Mungu naomba endelea kubariki ile kanisa zidi kukua la mchungaji Elisha Cheyo. Maana anatusaidia, hatujaiona huduma kama hii sehemu yoyote ile. Katika Tanzania hii ni hapa. Mungu awabariki na mnatufariji, tunajiona sisi ni watu katika watu. Na tunapendeza, tunanyolewa nywele, tunaogeshwa kwa ajili yenu. Asante. Barikiwe sana. Nitaka nitambue mtoto wa huyu mwanamke aliyepo hapa. Najua huyu mtoto ameletwa na mzazi wake. Nataka nijue hapa ameletwa na nani? Mama, unaitwa nani? Kwa majina naitwa Grace Tuyate. Mzaliwa wa wapi? Mzaliwa wa Umalila, la naishi hapa Mbalizi. Unaishi hapa Mbalizi. Mtoto wako anasumbuliwa na nini? Mtoto wangu ni mlemavu wa viungo mwili wote toka kuzaliwa kwake, ana miaka 16 sasa. Asante. Umeonaje kufika kwako hapa, umejisikiaje mama yangu? Nimejisikia furaha na upendo kwa sababu naona Mungu amewabariki. Mmetuchukua, mmetuleta hapa. Mungu awasaidie, muendelee kufanya kazi hiyo. Mungu awabariki sana. Asante. Unawaambiaje Watanzania wenzako? Nawaambia Watanzania wenzangu wasivunjike mioyo. Mungu yupo na anawatumisha anaowatumia kwa ajili yetu sisi. Wasivunjike mioyo, wasikate tamaa.
Mtanzania mwenzangu, huyu mwanamke anayemuona hapa ana mtoto kama unavyomuona hapa jinsi alivyo. Hivyo unaweza kupitia kwa namba hii tuliyokutajia hapa ya 0758 12 1662 kwa mchungaji Cheyo, ukapitisha hata mchango wako uweze kufikia mtoto kama huyu ambaye hajiwezi, mama yake hawezi kwenda shamba, hawezi kutafuta chochote kwa ajili ya mtoto. Na kukaribisha kwa sadaka yako, unaweza kuipitisha kwa hiyo namba 0758 12 1662 kwa mchungaji Elisha Cheyo. Itafika kwa mama kama huyu aweze kuendelea angalau kujikizi chochote, hata kutoka kibarua kulima shamba kwa ajili kumlea mtoto huyu mwenye miaka 16 akiwa na mazingira kama haya. Watumishi wote mliopo Tanzania wenzangu, nasema hizo sadaka zenu ndio maombi yanaweza kuliombea taifa, kwa kuwa Mungu anatutazama sisi. Tumekosa maneno kuanzia kwa wakuu hadi wadogo, tumekosa maneno ya kutamka, ila sadaka hizi zikimgusa Mungu, tumemgusa mwenyewe. Mungu mwenyewe zitaweza kusema na kutamka mbele za Bwana, na Bwana akaponya taifa la Tanzania. Amen.